na mimi kama mbunge wa jimbo la Uliankuru tangu niingie madarakani kuna mabadiliko makubwa sana na maendeleo makubwa sana ambayo yamepatikana katika jimbo langu la Uliankuru. Uliankuru ya mwaka 2020 sio ya Uliankuru ya mwaka 2025. Kiufupi niseme ninaishukuru sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wote ambao wanamsaidia katika kuhakikisha wananchi wa Tanzania na wa jimbo la Uliankuru tunapata maendeleo. Lakini pia nipende kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu na timu yako, kiukweli mnafanya kazi nzuri ya kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi kwa ukaribu na kwa raha zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kuchangia mchango wangu wa leo kwa kuanza na sekta ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jimbo la Uliankuru kwa kiasi kikubwa, asilimia kubwa ya wananchi wake kama sio yote wanashiriki kwenye shughuli za kilimo kama ndio shughuli yao mama ya kuwaingizia kipato. Tunapenda kuishukuru serikali yetu kwa mambo makubwa sana ambayo imeweza kuyafanya kwenye sekta ya kilimo. Tunaona kwamba sasa hivi tayari kuna mbolea ya ruzuku ambayo imetolewa kutoka shilingi milioni 150,000 mpaka 60,000. Hayo ni mabadiliko makubwa na ni faida kubwa sana kwa wananchi wetu. Lakini pia tunaona pembejeo zinatolewa na zinakuja kwa wakati katika jimbo langu na bado wananchi wanapata katika maeneo yao yaliyo karibu. Lakini pia kwenye zao hili la tumbaku tunaona bei elekezi imetolewa na wananchi wetu wanauza tumbaku yao kwa bei ambayo ina manufaa kwa maendeleo yao. Lakini nikisalia hapa kwenye tumbaku, Mheshimiwa, pamoja na haya mazuri yote ambayo yamefanyika kwenye hili zao letu la tumbaku, bado zao hili linaonekana kama halina tija kwa mkulima wetu kutokana na kwamba nikianzia kwenye swala la mwaka jana ambapo tumeona mvua kubwa ilinyesha sana. Mwenyezi Mungu alitupa baraka ya mvua, lakini baraka hii ilikuwa ni kilio kwa wananchi wangu wa Uliankuru ambao wamelima tumbaku. Mashamba yao mengi yaliloa, bani zao nyingi zilianguka, hivyo wakao kwenye madeni na kwenye sonona kubwa sana. Lakini kupitia Mama Samia akatuletea ruzuku ya tumbaku kufidia yale madhira ambayo wananchi wameweza kuyapata. Lakini hivi tunavyoongea tulimsikia Mheshimiwa Basha hapa zimetengwa bilioni 13 kwa ajili ya kuweza kulipa fidia ya ruzuku ya wakulima wote wa tumbaku hapa Tanzania. Lakini cha ajabu mpaka hivi leo tunavyoongea wakulima wangu wa tumbaku hawajalipwa hii ruzuku mpaka leo. Hatufahamu ni kwa nini. Na mbaya zaidi, wananchi hawa wakulima hawa wamesainishwa saini hewa bila kujua ni shilingi ngapi amesaini ambazo atakwenda kulipa. Sasa tunataka tufahamu, Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, hivi kuna usiri gani kwenye hizi fedha? Kama mlisema hawa wakulima watalipa kulingana na idadi ya mifuko ya mbolea waliotumia, leo mnakwenda kuwasainisha wakulima wetu saini hewa. Kuna usiri gani hapo? Yaani leo mtu anasaini hajui anaenda kusaini shilingi ngapi. Na kwa nini mfanye hivyo? Mnafanya makusudi au vipi? Leo mtu anasaini hajui analipa shilingi ngapi. Je, ukienda kumlipa fedha ambazo ni tofauti na idadi ya mifuko ambayo ameweza kutumia, ataenda kudai wapi? Tayari ameshaweka saini yake. Tunaomba ili swala, Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, mtueleze na wananchi wetu wajue mmewasainisha. Kuna watu wamesaini miezi 2 iliyopita, mwezi mmoja uliopita, mpaka leo wanaendelea kuhangaika, hawajui fedha zao watalipwa lini. Ninaomba ili swala lichukuliwe kwa umuhimu mkubwa na wananchi wetu wajulishwe kwa nini mpaka leo hawajalipwa hili fedha. Lakini hapo kuna kampuni ya wazawa inayonunua tumbaku, kampuni ya Vodsel. Mpaka hivi tunavyoongea wakulima waliolima tumbaku msimu wa mwaka jana uliopita hawajalipwa fedha zao mpaka leo, kampuni ya Vodsel. Nina wakulima wangu 86 kutoka kijiji cha Usonga hawajalipwa hata shilingi moja. Na tayari tuna msimu mwingine na hivi tunavyoongea soko linaanza kuanza tarehe 28, hawajalipwa. Ninaomba hawa wananchi wangu waweze kulipiwa. Kuna swala jingine Mheshimiwa, kwenye swala la barabara, niende kuipongoza serikali
kwa kuweza kutuongezea bajeti kwenye halmashauri yetu ya wilaya Kaliua. Mwaka 2020 bajeti yetu ya barabara ilikuwa ni milioni 985, lakini leo tunavyoongea tayari bajeti ya barabara imefika bilioni 4 na milioni 300. Kwa kweli haya ni mafanikio makubwa. Tunachoiomba sasa serikali yetu iweze kuzitumia hizi fedha vizuri na hizi fedha ziweze kufika huko chini, kwa sababu barabara nyingi zimeweza kuharibika. Mvua mwaka jana imetuharibia barabara karibia zote, lakini mpaka hivi leo tunavyoongea kuna baadhi ya ukandarasi hawajalipwa na wamekimbia kwenye maeneo. Vifusi vingi viko kule havijasambazwa, barabara zinatengenezwa na wakandarasi wameweza kukimbia. Hii inayosababishia wananchi wetu kuongezea mzigo wa maisha. Wanasafiri kwa tabu sana, kwa sababu walazimu waweze kutembea kwenye njia ambazo ni ndefu sana, kwa sababu ile njia ambazo zina vifusi zinashindwa kupitika. Hivyo niombe serikali iweze kusimamia na kuiongezea TARURA bajeti ili iweze kuzihudumia barabara zetu kwa umakini. Lakini pia nipende kuipongeza serikali, imeweza kuanzisha Isamia Bond ambayo inawezesha wakandarasi wa ndani waweze kupata fedha kuanzia 30% mpaka 70. Hali hii itawezesha barabara zetu ziweze kutengenezwa kwa umakini, lakini pia na hawa wakandarasi wawepo site na wawe na uhakika wa kuweza kutengeneza hii barabara zetu. Hivyo niweze kushukuru serikali, lakini pia naomba serikali isilegelege, ihakikisha inaweza kufunga mkanda kuhakikisha hizi fedha zinatoka na wakandarasi wanapata ili waweze kwenda site. Swala jingine mheshimiwa, kwenye swala la maji, ni nia ya dhati kabisa Mheshimiwa Rais kuhakikisha anatutua kina mama ndoo kichwani. Lakini swala hili kwenye swala watu wa vijijini sisi bado kabisa. Nikirejea mimi kwenye jimbo langu la Uliankuru. Jimbo langu la Uliankuru lina kata 15. Lakini katika hizi kata 15 tumepata mradi wa maji wa bwawa la Ichemba ambao mradi huu unagharimu bilioni 3.98. Lakini mpaka hivi tunavyoongea mradi huu umeingiziwa fedha shilingi milioni 598. Fedha ambayo ni ndogo kabisa. Na tujue kwamba jimbo la Uliankuru maji kutoka chini ya ardhi yako mbali sana. Mbadala wake ni maji ya kutoka Ziwa Victoria. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, maji kutoka Ziwa Victoria yameshafika kwenye jimbo la Kaliua. Lakini sasa ninachoshangaa, umbali wa kutoka Kaliua mpaka Uliankuru ni kilomita kama 98. Imewezekana kuyafikisha. Sasa kwa nini haya maji yasiweze kufika kwenye jimbo langu, ili hali kuna mradi mfano kwenye jimbo la Nanyumbu pale wametengewa bilioni 38 maji kutoka kwenye mto Ruvuma ambao ni kilomita 100. Na wakati huo inawezekana kabisa kuyatoa maji katika mji wa Kahama, ambapo kutoka kwangu jimbo la Uliankuru mpaka Kahama ni kilomita 42. Kwa nini inashindikana? Niombe kabisa Wizara ya Maji na Waziri Aweso, unanisikia, haya maji yaweze kufika na Uliankuru na wananchi wetu wafungue maji kutoka bombani. Asante. Mheshimiwa, naunga mkono hoja.